TANESCO leo hajaja. Leo wamenikimbia leo. Wameleta umeme, warudi hapa. Waonane na mwenyekiti wa kijiji. Mwenyekiti awaambie maeneo ambayo anataka bado umeme uweze kusogea. Kuna wazazi baadhi yetu tunapenda mserereko. Unapiga kitonga tu uko neutral mzee, unakwenda kuibukia bondeni. Hatutaki. Safari hii tutawatengenezea sheria nzuri ya kuwabana. Mpeleke chakula watoto wakale chakula mashuleni. Alafu mkifatwa mara 2 mara 3 mnakimbilia kwa mkuu wa mkoa kwenda kusema nyinyi mnaonewa wivu. Unaonewa wivu gani bwana? Unaonewa wivu vipi wewe? Tunakuonea wivu kwa sababu gani na mtoto wa kwako? Unaenda kumwandikisha vizuri kupeleka chakula. Hatutaki uchokozi. Mwaka huu tuanze vizuri jamani, si ndio? Kugombana huku vipi kila wakati? Kwenye swala la mwanao kula chakula shule usituletee ujuaji. Mwanao atakula na mjomba chakula shule utapeleka. Leo tuko hapa tukisherehekea mafanikio makubwa sana ambayo yanaendelea kutokea katika mkoa wetu wa Manyara katika sekta hii ya elimu. Kwenye mwaka huu wa fedha ambao sasa hivi tumeukata katikati sasa. Tushakanyaga miezi 6 ya mwaka wa fedha, tunakwenda kwenye miezi 6 iliyobakia. Kwa hiyo hao wenzetu ambao tuko nao leo hapa Impact Lead, hawa ni sehemu ya serikali katika kuchochea maendeleo kwenye sekta ya elimu. Na tumewasikia hapa wenyewe wakielezea kwa kirefu, kila mmoja ameelezea. Tumemsikia hapa mkurugenzi wa Mikuyu, lakini tumemsikia mwenyekiti hapa wa bodi wakielezea na wakitoa maua kwa serikali kwa namna ambavyo tumewaunga mkono, na wametuahidi hapa kwamba wanaendelea na kazi hii kubwa kuhakikisha kwamba wanakuwa kweli ni mkono wa pili wa serikali katika kupeleka maendeleo kwenye sekta ya elimu. Katika kipindi hichi kifupi tumesikia hapa tayari hapa tushapata walimu wa kike 3. Shule hii na watoto mchanganyiko wa kike na wa kiume. Uwepo wa walimu wa kike hauepukiki kwa sababu ya kusaidia kuangalia watoto kwenye jicho la umama mbali ya ualimu. Lakini tumewasikia wenzetu hapa pia wamesema wanaendelea na mpango wa maboresho wa miundombinu katika madarasa haya ambayo yapo sasa hivi. Uwepo wa nyumba makini za walimu inaongeza tija kwenye mipango ya kufundishia. Walimu wetu sasa watakuwa na nafasi nzuri ya kuandaa vipindi vyao vya kufundisha kesho watoto kwenye nyumba nzuri zinazowaka umeme, madirisha kule kwa tunasema madirisha kufyapila, madirisha kioo ya kusogeleza tu. Sasa maboresho haya bila ya watoto kuja madarasani tunafanya kazi bure. Huu ni mwezi wa kwanza na leo ni tarehe 5. Tunategemea Jumatatu inayokuja shule zinafunguliwa. Wazazi na walezi, tupeleke watoto shule wa darasa la kwanza pamoja na wa awali. Hivyo vitu haviwezi kuepukika. Mkoa wa Manyara, watoto wa shule ya msingi, wakati tunafanya maoteo mwaka jana kwamba tutaingiza watoto wangapi, tulifanya maoteo kutegemea na watoto ambao walikuwa kwenye shule za awali, alafu tukaongeza kidogo na wale ambao labda wako majumbani, tunasema hawa wamefika umri wa kwenda chekechea. Tunategemea kupeleka watoto takriban 65,970 darasa la kwanza. Kwa hiyo ndugu katibu tawala, pamoja na watendaji wako wa kwenye kata na maafisa elimu kata, muhakikishe maoteo ambayo mkoa yametengeneza yanafikiwa. Watoto waingie shule na madarasani ili nguvu yote hii kubwa serikali iweze kuonekana, faida yake iweze kutokea. Nimemsikia mdau hapa amesema hapa tunafanya ama ameshafanya ukarabati wa sehemu maalum ya kuhifadhia chakula. Hiki ni chakula kwa ajili ya watoto wetu sisi, ndugu wazazi na walezi, wale ambao tunapenda mserereko. Hivi nikisema mserereko mnaelewa? Kuna wazazi baadhi yetu tunapenda mserereko, kwenda kuserelekea kwenye ganda la ndizi mlimani. Unapiga kitonga tu uko neutral mzee, unakwenda kuibukia bondeni. Hatutaki. Safari hii tutawatengenezea sheria nzuri
ya kuwabana, mpeleke chakula watoto wakale chakula mashuleni. Na hayo ni maelekezo ya serikali. Mnatesa walimu na viongozi, alafu mkifatwa mara 2 mara 3 mnakimbilia kwa mkuu wa mkoa kwenda kusema nyinyi mnaonewa wivu. Unaonewa wivu gani bwana? Mtoto umezaa mwenyewe vipi? Unaonewa wivu vipi? Wewe tunakuonea wivu kwa sababu gani na mtoto wa kwako? Wazazi, tupeleke chakula shule. Tunafahamu umuhimu wa watoto wetu kula shule, tunafahamu. Sasa mnafanya makusudi tu. Unaenda kumwandikisha vizuri kupeleka chakula. Hataki uchokozi. Mwaka huu tuanze vizuri jamani, si ndio? Kugombana huku vipi kila wakati? Watendaji kata, hii kazi tuifanye kwa ukubwa sana. Lakini pia na watendaji wa vijiji. Kwa kuwa wageni hao wako hapa kila siku, kuna siku watasema hebu niangalia kwenye kile chumba chotengeza, nakuta chumba kitupu, kuna gunia moja tu la kunde. Na watoto siku hiyo hawajakula kwa sababu wazazi 30 wamegoma kupeleka chakula. Na saa nyingine mnaamua kutiana mambo ya ujinga tu kijijini huko. Alafu kuna wale wazee sugu wale wanaojifanya wao ndio wazee wa kijiji, kila kitu wanajua, wabishi. Kwenye swala la mwanao kula hakuna ubishi jamani, tumeelewana? Kwenye swala la mwanao kula chakula shule usituletee ujuaji. Mwanao atakula na mjomba chakula shule utapeleka. Lakini cha pili ni kuhusiana na masuala ya umeme. TANESCO leo tumekuja wote. TANESCO leo hajaja. Leo wamenikimbia leo. Leo hajaja Tuwapelekee taarifa. Mmoja wamefanya kazi nzuri. Nifikishie shukrani zangu kubwa kwao, wamefanya kazi nzuri. Japo ni wajibu wao lakini wamefanya, tunawashukuru. Wameleta umeme, warudi hapa. Waonane na mwenyekiti wa kijiji. Mwenyekiti awaambie maeneo ambayo anataka bado umeme uweze kusogea ili wananchi waweze kuona faida ya umeme huo kwa sababu umeme uko jirani. Hilo lazima lifanyike. Walimu tutakaokaa kwenye nyumba hizi nyumba ni za kwetu. Waswahili wanasema kitunze kidumu. Tuzitunze ili ziweze kudumu kwa muda mrefu, lakini nasi pia ziweze kututunza. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, mradi huu umeshirikisha wadau mbalimbali katika utekelezaji wake. Kwa pamoja mpaka sasa umetumia gharama ya shilingi milioni 195,60,619 na senti 97 kwa mchanganuo ufuatao. Halmashauri ya mji wa Babati shilingi milioni 28 kwa vifaa vya kupaua. Impact Lead imechangia shilingi milioni 151, laki moja, shilingi 10,619 na senti 97. Wananchi ama nguvu ya wananchi kuchimba msingi, shimo la choo, mawe, ujenzi wa msingi, tofali na hatua za lenta, jumla wamechangia shilingi milioni 16 na laki 4,050. What are we celebrating? We are celebrating the construction of these beautiful teachers' houses. Anasema kwa nini tunasherekea au nini tunasherekea? Tunasherekea kwa sababu ya ujenzi za hizi nyumba nzuri kabisa hapa za walimu. We are celebrating that the school now has 3 new female teachers. Vile sisi kama Mikuyu tunasherekea kuona shule imepata walimu 3 wapya wa kike ambao ilikuwa ni changamoto hapo awali. Kwa majina anaitwa Mwalimu Philemon Mzava, mwalimu mkuu shule ya msingi Chemchem. Nashukuru sana kwa utekelezaji wa mradi huu. Kwa kweli umekuwa mradi mkubwa sana ambao utaleta faida kubwa sana katika shule yetu ya msingi Chemchem. Mwanzoni tulikuwa na changamoto kubwa sana, maana walimu walikuwa wanakaa mjini. Kutoka Babati hadi hapa ni kilomita zisipopungua 20 kwenda na kurudi 40. Kwa hiyo walimu walikuwa wanatumia muda mrefu sana kwenye usafiri, lakini walikuwa wanatumia gharama kubwa sana. Kwa hiyo kwa ujenzi wa nyumba hizi ni mkombozi mkubwa sana kwa shule yetu, kwani wataweza kukaa walimu 4 ambao hawa walimu 4 wakikaa shuleni hapa kwa kweli watakuwa ni msaada mkubwa sana, na imani kwamba wataweza kuinua kiwango cha taaluma kwa kuwa watapata muda mzuri wa kufanya kazi zao kwa uhuru, lakini pia na kwa muda wa kujitolea. Pia nishukuru sana wafadhili wetu
ambao ni wadau Impact Lead Tanzania wametusaidia kutujengea nyumba hizi pamoja na Mikuu Tanzania, lakini kuna ushirikiano wa jamii kwa maana kwamba kijiji cha Chemchem, wananchi wa kijiji cha Chemchem walishiriki na pia halmashauri ilishiriki katika ujenzi huu.